Kwa hiyo hapo tayari nimeshaweka effects na hapa inafanyia kazi katika background. Lakini kuna kitu cha msingi ambacho nataka nikuelekeze. Unaona kwamba kuna kama line nyekundu na huku kuna line ya manjano. Sasa video yako haitakiwi ui-export ama uitoe ikiwa ina rangi nyekundu. Ikiwa na rangi nyekundu inamaanisha kwamba unahitaji kuirenda video yako. Na kurenda ni ule mfumo ambao unaifanya video yako iweze kuchakatwa kwa ajili ya kuchezeka vizuri baada ya kazi kukamilika. Kwa hiyo katika hatua ya mwisho kabisa wakati unafanya kazi yako ni lazima video yako uifanyie rendering. Usi-export ama usitoe video yako ikiwa hujaifanyia rendering. Na video itaonyesha kama unahitaji kuifanyia rendering ikiwa ina huu mstari mwekundu. Kwa hiyo kuna mistari inakuwa ina rangi tatu, kwa nyekundu, manjano na kijani. Kwa hiyo mstari wa kijani utatokea pale ambapo umeshafanya rendering. Sasa ni vipi utafanya rendering? Kufanya rendering kuna njia mbili kuu. Njia ya kwanza utaenda katika sehemu ya sequence, halafu utarenda effects in to out. Kwa hiyo ukibonyeza hapa Adobe Premiere Pro itafanya rendering, na muda wa kurenda inategemea na uwezo wa kompyuta. Kwa hiyo kompyuta ikiwa na uwezo mkubwa itarenda kwa muda mchache kabisa. Lakini kompyuta ikiwa haina ile vigezo vya kuweza kufanya kazi za editing inaweza ikachukua muda mkubwa. Tunaona kwamba baada ya kufanya rendering tumetoka katika rangi nyekundu na imekuwa rangi ya kijani. Sasa hapa inaonyesha kwamba ule mradi wangu tayari kwa kuexport. Njia nyingine ya kufanya rendering ambayo ni rahisi sana ni kwa kutumia keyboard yako, na hapa utabonyeza button ya enter. Kwa hiyo ukibonyeza enter itafanya rendering. Na ikimalizika kufanyika rendering, ile video yako itacheza yenyewe. Mara nyingine tunapokimbia na maisha kila siku tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka.